Tarehe 18 ya mwezi wa kwanza 2026, tukio kubwa kabisa Kibakwa Mbonde Tulivu Center, katika kanisa kubwa kabisa Chemichemi ya Uzima. Tukio kubwa kabisa la kutunukiwa tuzo ya ubalozi wa amani. Huyu hapa mheshimiwa naye pia tulibahatika kumkuta pale baada ya mambo makubwa yakifanyika BMTV Live, IOTV, mambo makubwa kabisa haya hapa. Ngoja tukuletee, karibu sana. Nimetunukiwa udokta huu ambao nauzungumzia hapa, kwamba nimepata udokta na pia nimepata ubalozi, Ambassador for Peace Nations. Kwa maana kwamba ninamshukuru sana Mungu kwa kupata nafasi hiyo ya kuwa balozi wa amani katika mataifa duniani. Namshukuru sana Mungu. Kwa nini labda nimekuwa balozi au nimekuwa dokta? Namshukuru Mungu. Unajua tunapofanya kazi za, kwa sababu mimi ni mchungaji. Na vile vile ni kiongozi wa mitume na manabii katika kanda ya Pwani, ni kama katibu. Kwa hiyo sasa, kumbe tunapofanya kazi na jamii natuona, tunapofanya kazi yoyote, yani watu macho yanatuona. Kwa hiyo mimi natomshukuru sana Mungu kwa kazi ambayo naifanya, ambayo mpaka hata leo nimeweza kutunikiwa udokta wa heshima, kwa sababu ninadili sana na jamii, hasa kwa watoto yatima, wajane, wasiojiweza na wenye uhitaji maalum. Daima kila mwaka lazima niende kuwaona, niwasaidie na nini. Kwa hiyo vitu kama hivyo, namshukuru Mungu, pengine ni mmoja wapo ambao wamesema huyu anafaa kuwasaidia jamii. Sasa pengine leo umetunukiwa hicho cheti cha ubalozi wa amani. Je, unapeleka ujumbe gani kwa jamii na kwa manabii kama wewe ambao wanadili tu na kuombea watu na sadaka, lakini jambo kama hili hawalijui? Asante sana mtangazaji. Ninachotaka kusema kwamba sisi watumishi wa Mungu, sisi wachungaji, sisi manabii katika ile Waefeso 11 mstari wa 4 unatuambia kabisa kwamba tuwe tunawasaidia watu. Kwa hiyo sasa tusijiangalie sana sisi, tuangalie na jamii inayotuzunguka, tuangalie na watu wana shida. Kwa maana hiyo sasa mimi ombi langu kubwa kwa wachungaji au watumishi wa Mungu, waangalie sana watu wanaozunguka, hata wengine wanakuja makanisani mwetu hawana uwezo, hawana uwezo, au kwenye vituo vya vituo vya kulelea watu hawa ambao naosema, waende wakawasaidie, wawasapoti. Tusijiangalie sisi hasa, sisi wenyewe hasa, tuangalie hata hao. With the sound. BM Rai, shukran.